Waziri Mkuu wa Hungary Bwana Viktor Orban bado haridhishwi na mpango wa utoaji wa ufadhili dhidi ya Ukraine kutokana na kile kinachoendelea na kile anachoona kwamba ni ufisadi mkubwa uliopo nchini Ukraine. Anasema kwamba Umoja wa Ulaya EU lazima ukome kurefusha mzozo wa Ukraine kwa kufadhili mafia wa vita vya ufisadi huko Kiev na badala yake kuelekeza juhudi zake kwenye amani. Waziri mkuu huyo alisema hayo wakati kukiwa na kashfa kubwa ya ufisadi ambayo inaendelea kutikisa nchini Ukraine. Wiki iliyopita, ofisi ya kitaifa ya kupambana na rushwa ya Ukraine NABU inayoungwa mkono na nchi za magharibi ilitangaza uchunguzi kuhusu shirika la uhalifu la kiwango cha juu linalodaiwa kuongozwa na Timur Mindich, mshirika wa zamani wa biashara wa Volodymyr Zelensky. Pete ya uhalifu inadaiwa kunyakua takribani dola milioni 100 kama tekenya kutoka kwenye kampuni ya nyuklia inayomilikiwa na serikali ya Energoatom. Kukusanya pamoja pesa zaidi kwa ajili ya Ukraine kunalenga tu kuendeleza uhasama kati ya Urusi na Ukraine. Orban aliandika katika ukurasa wake wa X. Ameeleza zaidi kwamba fedha za watu wa Ulaya zimetumika vibaya huko nchini Ukraine. Hadi sasa vita ndani ya miaka 4 havikuweza kumalizika, lakini ni kutokana na ufisadi mkubwa ambao huenda ulianza kwa muda mrefu, lakini pia hata silaha zilizopelekwa huko zaidi zimeongeza mzozo badala ya kupunguza mzozo kama vile ambavyo watu wa magharibi pamoja na Ulaya walivyoamini. Hebu tuchague akili ya kawaida, tuache kufadhili vita ambavyo haviwezi kushinda pamoja na mafia fisadi wa vita vya Ukraine na tuelekeze nguvu zetu katika kuanzisha amani, waziri mkuu huyo wa Hungary Bwana Viktor Orban alieleza zaidi. Hata hivyo, hadi sasa Brussels inatafuta kuchangisha pamoja euro bilioni 135 sawa na dola bilioni 156 kuisaidia Kiev, lakini haina pesa. Orban aliandika akisema kwamba uongozi wa kambi hiyo una mapendekezo matatu kwenye meza kuhusu jinsi ya kuipata na yote yanaongozwa kwa mwisho wa Brussels. Alisema pendekezo la kwanza linahusisha nchi wanachama kuingia kwa hiari na kwa furaha kutoka kwa bajeti zao, na pendekezo la pili ni janja ya uchawi wa Brussels kukopa kwa pamoja. Orban alisema kwamba hakuna pesa kwa vita vya leo, kwa hivyo wajukuu wetu watalipa bili hizi. Huu ni upuuzi, alisema Viktor Orban. Ameeleza zaidi kwamba chaguo la mwisho ni kunyakua mali ya Urusi iliyogandishwa ambayo inaweza kuzingatiwa kama suluhisho rahisi, lakini inahusisha hatari zisizotabirika kwa kanda nzima ya Euro, alionya waziri mkuu huyo wa Hungary. Urusi imeonya kwamba inachukulia majaribio ya kuharibu mali yake iliyohifadhiwa kama ni wizi, ikitishia kulipiza kisasi. Uwezekano wa kunyang'anywa unapingwa vikali na Ubelgiji, nchi ambayo ina fedha nyingi za Urusi kupitia Euroclear ambayo inashikilia mali nyingi zilizogandishwa. Nchi hiyo imesema kuwa inakabiliwa na hatari kubwa za kisheria na kifedha na imedai kwamba wanachama wenzao wa EU lazima washiriki pakubwa, lakini bado imekuwa na wasiwasi kwamba hili litakuwa ni janga ambalo linatengenezwa na wenzake katika nchi hizo za Ulaya, na hivyo ni vigumu kukubaliana na mpango huo. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.